Katika wiki za karibuni, dunia imeshuhudia hali ya taharuki na wasiwasi mkubwa. Makombora yakirushwa, ndege za kivita zikivamia anga, na watu wakikimbia kutafuta hifadhi. Mashambulizi kati ya Iran, Israel na Marekani yamechora taswira ya dunia inayotikiswa na migogoro isiyoisha. Lakini je, kuna cha kujifunza kutoka kwenye migogoro hii? Kuna siri za maisha zilizojificha kwenye vumbi la vita, zilizo na uwezo wa kukufundisha jinsi ya kupigania ndoto zako? Naam, karibu tuchambue. Kwanza kabisa, vita vinatufundisha kuwa hakuna uhakika wa kesho. Kuna watu waliamka wakiwa na matumaini, kazi na familia, lakini ndani ya saa chache tu walikosa nyumba, usalama na hata watu waliowapenda. Sasa jiulize, unaishi kama kesho ipo? Je, unaweka juhudi zako leo kama mtu anayejua kesho si ya uhakika? Kwa hivyo, anza sasa, usisubiri hali iwe nzuri. Katika ulimwengu wa leo, wanaofanikiwa ni wale wanaojua kuishi na kuamka ndani ya giza na kusema, nitawasha taa yangu mwenyewe. Pili, migogoro hii ya kivita inatufundisha umuhimu wa mawasiliano. Mashambulizi mengi yanaanza kukosekana kwa mazungumzo ya kina. Hata katika maisha yako ya kila siku, migogoro mingi ya kifamilia, kikazi au kirafiki inasababishwa na ukimya au mazungumzo mabaya. Lugha ni silaha yenye nguvu kuliko risasi. Jifunze kuwasiliana kwa busara, jifunze kuelewa kabla ya kujibu. Tatu, tunajifunza kuwa hata katika giza la vita, kuna watu wanaotafuta amani. Katika kila mzozo, kuna waokoaji, kuna madaktari, kuna waandishi wa habari, na hata raia wa kawaida wanaotafuta kuokoa uhai. Hii inatufundisha kuwa kila mtu ana nafasi ya kuwa nuru katika giza la mwingine. Rudie tena hiyo. Kila mtu ana nafasi ya kuwa nuru katika giza la mwingine. Unaweza kuwa mtu huyo kazini kwako, kwenye familia yako, au hata mitandaoni. Usisubiri mpaka uwe maarufu ili uonekane wa maana. Unaweza kuwa shujaa na jasiri kila siku kwa upendo wako, kwa maneno yako na vitendo vyako vidogo. Jambo la 4, vita vinatufundisha nidhamu ya maandalizi. Mataifa haya yalijiandaa kwa miezi na miaka, maghala ya silaha, mifumo ya ulinzi, ujasusi wa hali ya juu. Swali, je, wewe umejiandaa kwa changamoto za kesho? Umejiandaa kifedha, kiafya, kiakili? Je, una maarifa ya kukuwezesha kusimama hata kama kila kitu kingeanguka leo? Kama hauna maandalizi, unajijengea sababu za kuanguka. Kumbuka, failing to plan is planning to fail. Kwamba usipojiandaa, basi unajiandaa kushindwa. 5, tunajifunza kuwa hali ngumu haidumu. Historia inatuonesha kuwa hata mataifa yaliyopigana vikali baadaye yalikuja kuketi mezani na kuanza kusalimiana tena. Maisha yanaweza kuwa magumu leo, lakini yako katika kipindi cha mpito tu. Kwa hiyo, usipoteze imani. Simama, kaza buti, jifunze, kisha endelea mbele. Katika dunia inayoyumba, usiogope migogoro. Iangalie, isome, jifunze. Tumia vita vyao kujenga amani yako. Tumia hasira zao kuamsha nidhamu yako. Pia tumia uharibifu wao kujenga maisha yako. Ngome zinapoanguka, ndoto hazifi. Usipigane kama mataifa haya, bali pigana na uvivu wako. Usijilalamikie hali ya uchumi, bali badilika wewe mwenyewe. Maana mwisho wa siku, aliyefanikiwa sio aliyeishi bila vita au changamoto, bali ni yule aliyeweza kujifunza kutoka vitani au kujifunza kutoka kwenye changamoto, hata kama ni za wengine. Naitwa Ezden Jumanne kutoka Success Path Network. Each one, teach one. Go teach somebody.